kumshukuru Mungu kwa kuadhimisha sikukuu ya Bikira Maria Consolata, ambayo kwa kweli kikalenda ilitakiwa jana tarehe 20, lakini utawala umeona ni vyema tufanye leo ili tuweze kupata watu wengi. Najua wengi hapa ni wafanyakazi na ingekuwa vigumu sana kuacha wagonjwa sisi tukutane hapa kufanya sherehe, kwa sababu kipaumbele chetu ni huduma kwa watu. Na ndio maana leo wameona ingewezekana kidogo, hata kama basi wengine wafanyakazi wanaendelea kuhudumia wagonjwa, sisi tukutane pamoja kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa huduma hii ambayo tunasema toka asubuhi tulipokutana hapa, yenye kuleta faraja kwa wagonjwa. Na tumeongozwa na masomo ya kutoka neno la Mungu kutoka kitabu cha Sefania, nabii Sefania sura ya 3 aya 14 hadi 18. Lakini pia tumesoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya ya 3 mpaka ya 7, na Injili ya Luka sura ya 1 aya 26 hadi 38. Yote yanatupa tafakari juu ya kumshukuru Mungu kwa kila jema linalokuja kwetu, na hasa kututia katika faraja na kwa namna pekee kwa wale wanaohitaji huduma kwa sababu ya changamoto za maisha. Katika somo la kwanza, nabii anawaalika Waisraeli wafurahi. Nasema furahini. Kwa sababu gani wafurahi? Kwa sababu ya ushindi wa maadui kwa msaada wa Mungu, ambaye aliendelea kuwakomboa na kuwaweka huru dhidi ya maadui mataifa jirani. Pale kulikuwa na Filistia, wa Moabu, wa Amoni, wa Asiria. Hawa walikuwa ni changamoto, kila mara walivamia, lakini baadaye hawa wamepata uhuru na wamekuwa na amani, na ndio maana anasema mfurahi kwa sababu hii ni kazi ya Mungu, furahini. Ni ajabu sasa duniani kwamba hatungetegemea adui awe binadamu. Sisi tunajua adui wa kweli ni wanyama wa pori, wale hayawani. Nikaa karibu na mbuga unavamiwa na simba, yule ndio adui. Adui pia maradhi, unapougua hao ndio maadui, kama tulivyosema asubuhi. Umaskini wetu ni maadui, ujinga wetu ndio maadui. Lakini hao wapata maadui binadamu, na hivi binadamu mpaka leo tuna maadui binadamu wenzetu tulioumbwa sote kwa sura na mfano wa Mungu, kama alivyosema ndugu yangu pale vizuri asubuhi. Lakini ndio maadui wanatengenezwa duniani, na hivyo kujenga jamii ambayo haina matumaini tena. Na tunaongea na Padre Marco asubuhi, tumeongea sana, baadaye tukagundua kama tumeongea kama watu waliokata tamaa. Tukasema dunia ikoje? Kila mahali maadui wanadamu wanajaribu kutumia teknolojia kutengeneza mazingira ya kuangamiza binadamu wengine. Na baadaye tukasifikia kusema hatujui kule Irani inaweza kutokeaje. Wanaweza wakatengeneza madudu fulani yakaangamiza dunia nzima. Hivyo tumeongea mpaka baadaye tukasema hivi tumeongea kama vile Mungu hayupo. Hatuamini kama Mungu na nguvu yake. Hivyo kwa kweli binadamu angeweza kuwekeza nguvu nyingi tulizo na teknolojia tuliyochaliwa kuweka vitu ambavyo vinaweza kusaidia binadamu katika maadui hawa halali, ili tuweze kugundua dawa nyingi za kutosha kuweza kuhudumia binadamu kutokana na magonjwa mbalimbali. Fedha zote za kutengeneza silaha maeneo mbalimbali duniani, mimi najaribu kufikiri kama vifaru vile, sijui mabunduki yale yako kule Kongo, yale yote yangegeuzwa ziwe pesa, watengeneze hospitali nzuri kule Kongo kuhudumia wananchi, wangekuwa na hali nzuri. Lakini mwanadamu anaenda kutengeneza na silaha ambazo kwa kweli ni sophisticated ili kuangamiza binadamu mwingine. Hii ndio tatizo kubwa tunaloona mwanadamu, ndio uasi mkubwa wa wanadamu dhidi ya Mwenyezi Mungu. Na hata Waisraeli wanasema furahi kwa sababu mfaulu walau kupata nafuu kutoka maadui binadamu wenzao. Na sisi sala yetu ingekuwa kuondokana na maadui sio binadamu, tushinde kutoka mwanzo jitihada hizi katika umaskini, katika ujinga na maradhi. Kama tulivyokuwa tumedokeza mwanzoni,
Wamisionari wa Konsolata pamoja na kazi nyingi zile za kueneza Injili katika maeneo haya wamesaidia sana katika mapambano ya maadui halali, ujinga, maradhi na umaskini. Na hapa Ikonda tunashuhudia mapambano dhidi ya adui maradhi toka mwaka 63. Karibu miaka 62 iliyopita hii hospitali ilipoanzishwa. Ilikuwa ndio vita ambayo kwa kweli takao binadamu tushikamane, tufanye utafiti kuona namna gani tunaweza kupambana na maadui hawa kwa njia hata kiwezekana kutokomeza kabisa. Kwa hivyo sisi tunapoona maendeleo haya tunayoyaona katika Ikonda tuliokuwepo miaka ile na tunapoona sasa, hatuna budi kuimba kama alivyosema Nabii Sefania, kupiga kelele, kufurahi, kushangilia kutokana na kazi kubwa ya wamisionari wa Konsolata katika bonde hili la Ukinga. Tunawaambia Konsolata asanteni sana, tuwapigie makofi. Asante sana kwa kazi kubwa. Lakini maneno ya Mtume Paulo tumesikia somo la pili kwamba Mungu huleta faraja kwa kutufariji katika taabu zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wengine kwa faraja ile ile tunayopewa kutoka kwa Mungu. Tunafarijika zaidi kama mateso ya Kristo yanapozidi ndani yetu. Tunapoona tunashiriki mateso ya Kristo ili tuweze kuwafariji na wengine, tuwe faraja. Kwa hiyo mkishiriki mateso yake, mtashiriki pia faraja yake. Haya ndio maneno ambayo Mtume Paulo ameyasema katika somo la pili. Na leo tumetaja sana jina hili faraja. Mimi nimefurahi sana kwamba kila mmoja hapa amejitambulisha kwamba ni faraja. Kutoka mkuu wa kituo ni faraja. Mkipita pale chini msalimie faraja, habari za leo. Madiwani wetu ni faraja. Madaktari na wengine wauguzi wote ni faraja. Wote. Kwa hiyo faraja tunasema leo tutaitwa faraja. Faraja ambaye hajali itikadi ya siasa wala imani ya kidini wala kabila wala taifa. Wote ni faraja, wote tunakuwa faraja, na kwa sababu hiyo watu wanakuwa na matumaini na Mungu wao kwa sababu tunafarijiwa. Kwa hiyo Mtume Paulo, mimi nimesikiliza, sijui wenzangu kama mliona, assistant nilikuwa nasoma hapa ametaja faraja, fariji, kufarijika, faraja. Sijui mara ngapi ametaja neno katika sehemu tuliyosoma. Mimi nimehesabu nilikuwa nasoma sister, zimetokea mara 9. Mara 9 neno faraja, fariji, kufarijika, faraja, kufarijiwa mara 9. Lakini wanasema ukisoma waraka wote unaona neno hili limetumika karibu mara 25. Faraja, kufarijika. Maana yake neno hili ni la maana sana. Kwa hiyo faraja katika Mtume Paulo halina maana tu kumwonea mtu huruma. Watu wengi wanaweza kumuonea mtu huruma na kumtia moyo. Ni rahisi. Ni rahisi kumtia mtu moyo. Ni jambo jema. Lakini faraja ni kumtia mtu nguvu za kuvumilia pia katika mateso fulani, kwa sababu ya matumaini fulani. Kumtia mtu nguvu ili aweze kuvumilia. Na wakati fulani pia nadhani kazi yenu nyinyi mnaofanya kazi katika hospitali hii, na kwa namna pekee nyinyi wauguzi, madaktari, nesi na wengine, kazi yenu ni kuwatia nguvu katika maana ya kuwafariji, kuwatia nguvu wagonjwa, hata pia kuvumilia. Wasikate tamaa kama vile wameachwa na Mungu. Ndio maneno ya Paulo. Kuwatia nguvu, kuwafariji, kuwatia nguvu, wasikate tamaa. Kwa sababu ni rahisi sana kukata tamaa katika ugonjwa. Amehangaika, ametibiwa, amefanywa upasuaji, bado kuna tatizo linaendelea. Na asipotiwa nguvu kisaikolojia anaugua zaidi. Lakini namna tunavyoweza kuwatia nguvu kama sisi wenyewe tunaoitwa faraja, tukawatia nguvu, ukashiriki mateso ya Kristo kwa kuvumilia mateso hayo na kuwa na matumaini kwamba Mungu yupo. Wasikate tamaa kama tulivyokuwa sisi na Maru kwa asubuhi. Wawe na matumaini. Kwa hiyo ni kazi kubwa. Paulo anasema faraja ile kutoka kwa Kristo, lakini yeye mwenyewe ni faraja, na wale wa Korinto wanataka wawe pia faraja. Na sisi leo tumehimizana tuwe faraja katika si tu katika kutiana moyo,
lakini pia kuimarishwa katika nguvu, ili tusikate tamaa, tuwe bado na matumaini katika yale tunayoyapitia, kwamba Mungu hajatuacha, bado yuko pamoja nasi. Bikira Maria anaitwa Maria Beata, watu wa Italiano wanasema Beata Vergine Maria Consolatrice, barikiwa. Bikira Maria mfariji, ndiye mfariji wa wanaoteseka. Na alijikona hivyo toka mwanzo mwa Ukristo, hili tokana na kushiriki mateso ya mwanae Yesu alipokuwa pale msalabani kama mfariji. Anaitwa Madonna Consolata, na duniani watu wana mateso mengi kama vile magonjwa, wanahitaji mfariji kama mwanao Bikira Maria. Na wamisionari wa Consolata walichagua jina lililo sahihi, kwamba kazi yao ni kwenda kuwa Consolata, kuwa wafariji, kuwa kina faraja katika maisha ya watu. Na kazi hii imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kama nimesema, kwa maombezi ya mama Bikira Maria Consolata. Maono ya kufika Afrika yalitokana na Mtakatifu Joseph wa Lamano, ambaye ndiye mwanzilishi wa shirika wa misionari wa Consolata. Katika Injili tunasikia wito wa Bikira Maria. Kwa vyovyote Bikira Maria kuwa Consolata alianza mahali fulani, na leo ndio tunasikia mahali ambapo kwa kweli ndipo alipoanza wajibu wake na wito wake. Pale alipoambiwa na malaika, utapata mimba, utamzaa mtoto wa kiume na utamwita jina lake Yesu. Ndivyo tulivyosikia katika Injili ya Luka sura ya 1:26 hadi 38. Bikira Maria ameteuliwa kuwa chombo cha kumleta mkombozi Yesu Kristo, ambaye ndiye faraja kuliko faraja zote, ili amlete mwana wa Mungu duniani. Kwa hiyo sifa za Maria, sifa zake zote zinaanzia hapa, siku ile aliposema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema. Kwa hiari na kwa unyenyekevu alikubali kubeba jukumu hilo kubwa. Bila wajibu huo, hata heshima ya kuitwa Consolata haingekuwepo. Tujue angeitwa Consolata, asingekubali hapa katika tukio la leo tunasikia katika Injili. Baada ya kukubali kwa hiari na kwa unyenyekevu, kwa maneno yale, mimi mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema, ndio safari yake ya kuwa faraja ilipoanza na ilipoendelea. Kwa hiyo alikubali kuwa mjakazi au mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo ndugu zangu, sote tunaalikwa kwa watumishi wa Bwana wenye kuleta faraja kwa wenye shida mbalimbali. Kwa namna pekee ninyi mliobeba jukumu la kuwahudumia wagonjwa katika hospitali, tunawaombea muendelee kuwa watumishi wa Bwana wenye kuleta faraja, kuwafariji wagonjwa na kuwahudumia kwa tiba mbalimbali. Mwasaidie wagonjwa katika mapambano yao kupambana na adui maradhi, ili hatimaye watu wote wawe na matumaini. Na sisi mwaka huu tutaongelea sana juu ya matumaini kwamba mwaka wa Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Kwa sababu maisha yetu ni safari, ndio safari hii ndio tunakumbana na mambo mbalimbali katika maisha. Tusipokuwa na matumaini tunakata tamaa. Ndio maana lazima kuona kwamba hatuko peke yetu. Yupo faraja aliye mkuu, Kristo mwenyewe, lakini tupo wasaidizi wake ambao wanafanya kazi katika nafasi mbalimbali ili watu waweze kuwa na matumaini kutokana na faraja wanayopata kutoka kwetu. Kwa hiyo ninarudia maneno yale niliyosema asubuhi, tuendelee kuwa faraja kwa wale ambao wanakuja kupata huduma katika viunga hivi. Wamuone Kristo katika huduma zetu, na wawe na matumaini katika maisha yao, wasikate tamaa, wajue Mungu bado anawapenda na waendelee kumpenda katika maisha yao yote. Tumsifu Yesu Kristo.